Hello good people. Najua tumekawiana but ni hapa kule ni time ya kutafuta, unatafuta una make ends meet, unajaribu kila kitu, so that's why sijakuwa bado nikiupload another video, but today here I am. Good afternoon. Thank you for the subscriptions, thank you for the support, thank you for everything that you are trying. You are really trying. Na I want to extend my gratitude to all my subscribers. Welcome my new subscribers, welcome the returning subscribers. Let's keep on sharing, commenting, na wenye wanatupitia wanatusubscribia pia, si ndio? Siku watch tu na tuacha tu hivyo. Give us the support so that we can head even 1k, at least 1k. Nikikuwa 1k at least nitaona nimegonga one milestone. Anyway, leo without further ado, I want to talk about a serious issue. That issue concern the crimes that women do in prison. Before they are in prison, sitasema in prison, the crimes that women do. I know watu wengi wako na contents mingi, but unajua, let me tell you one thing. Unajua, when you listen to some new things, crime is a very important subject ambayo many people don't wanna hear. Many people want to, they assume haiwezi wafanyikia, but it's, unaona venye tu unaweza gonjeka malaria, you can find yourself in crime. Hakuna mtu aligift Mungu kitu yoyote. Anyway, ni kwa neema tu ya God every day tuna survive without losing our freedom. Anyway, nawapenda tu bure, na let's keep on making each other grow. Wacha tukuzane, wacha tukuwe na positive vibes, zero judgment. Don't be judgmental. Unajua, acha nikwambie, leo unaweza niona ni mimi, kesho ni wewe. Ama leo unaweza ni mimi, kesho ni your relative. Na inakuwaga tu, na unajua, let me tell you one thing. When a relative ako incarcerated, even you, kuna venye your mind is incarcerated partially, kwa sababu anakuwaga liability kwako, juwezi muachilia. Apart from the rare cases ambazo zinakuwaga, you find people they are not even interested in their relatives wenye walifungwa like 20 years ago. It's very bad. Anyway, sijakuja kulecture mtu, nimekuja tukuzane na kila mtu tu asikize one thing or another, itakusaidia somewhere, si ndio? So why do women nowadays wao ndio wako prone kwa crime? Tukiangalia, like, let's do a comparison. Tukiangalia the number of women and the number of men wako, they are high in numbers wenye wako, they are criminals, si ndio? Tutawaita criminals wenye ni clients wa jela, si ndio? But pia women, it's quite a significant number wenye wako behind bars. It's very significant. We don't expect women wakuwe wana engage in crime. Why do we say that? Atufai ku expect women are role models. Unaona kwa like kitu tunaitanga parenting, a woman plays 80%. A man plays as the provider. But a woman ndio ana shape the early behaviors ya child. Na every time tuna crime inakuwa ni deficit ya character, the character of a person na the attitude, si ndio? Many theories develop juu ya crime, trying to explain crime, but we are not heading anywhere. But as we go on, we will understand why do people engage in crime. So today let's compare the past and now. Sasa setting aside the gender issue, tuangalie the past. In the past wanawake wako wanashikwa, hawako wanafika jela. Hakukuwa tena jela mingi za wanawake, na kama zilikuwa zikukuaga congested, someone can bear me witness on that, azikukuaga na watu wengi. But why now numbers zimekuwa mingi ati wanawake wanafanya crime? Like unakuta mwanamke anafanya crime like murder, unakuta mwingine anafanya robbery with violence. Zingine ni kama infanticide, wenye wanaua watoto wao. Unaua mtoto wako mwenye umeza, si mtoto wa wenyewe wako. Unakuta zingine ni like drug trafficking. Women wako prone sana kwa drug trafficking na human trafficking. Alafu ingine yenye inapeleka wanawake ndani, kuna hii inajiita child neglect.
Na yenye inachukua wanawake kwa street ni hizi zenye zinajiita the minor violations, zinajiita ganini the infractions. Una violate some laws, like you are operating a business without license, unakuta you are operating unakuta you are operating like umeshikwa na Kanjo town. Ulikuwa unatupa makaratasi inaitangwa littering. Unakuta loitering wenye wanasimama kwa street wakifanya uka. I know mnaelewa nikisema uka. So why are women ending up in prison? Why is the number of women ending up in prison? Nataka to brainstorm, like we look at vitu in every angle. Na kitu ya kwanza, the first point nataka ku bring home ni about women empowerment. I know mimi kwanza I love how women are empowered nowadays, but unajua kila kitu inakuwa na positive impact pia inakuwa na negative impact. Utakuta like there is a time unakuwa empowered so much that una feel what a man can do, you can do better. I know it's a saying yenye napatia so many women wanapata nguvu through that saying, but does it really have to come to crime? Does it have to add up to committing even crimes? Like unakuta you feel like mwanaume zika kugonga, so if akikugonga utamgonga back. Zamani women were submissive, walikuwa wapole. Women walikuwa wana internalize things. By the way, a natural woman, a woman who is normal, huwaga na suffer from internalization disorders. See, it's not a disease, it's a very positive thing. Juu anakuwaga na kitu inaitwa absorber, shock absorber. So hata kitu yote kimfanyikia anaweza withstand, anaweza kuwa anajaribingi ku find solutions to the problems in an amicable way without even involve aggression, but imefika mahali this empowerment sisemi ati mnipige mawe, hapana, siko ready kupigwa mawe. Nataka tu tuangalie vitu like unajua mimi usemaga a mistake unaanzanga na kukubali. Unaanzanga kukubali the things zenye zinachangia, unakubali yes empowerment inafanya vizuri, but kuna side zingine, kuna side effects. Sasa side effect ya kwanza inatufanya tukue criminals. Tukue nako ka criminal mind. Just like unakuta like hiyo saying ya what a man can do a woman can do better. Unakuta like sasa mwanaume anaweza ingia kwa barabara aende akaibe na bunduki, even you feel like even you can hold that gun hata wewe uende ukafanye what that person is doing. Are we heading anywhere? Si tuna head tu kwa prisons. Tuna head kwa prisons, we are heading kwa graves, tuwachange like orphans, tuwachange watoto hawana watu. Angalia tu like the time kama murder crimes, unakuta like those women wenye wanafanyanga premeditated murders. Ebu angalia, they are very empowered women. Angalia like the likes of wenye wote wamefanya these heinous crimes, like unakuta like the murders hawa ma politicians. Na mtu asinimisquote, sina mambo mingi. It's just we are trying to understand things on a level ground. Like unakuta our politicians, unakuta like they are women, they are very very empowered women. Alafu unakuta wanafanya crimes zingine premeditated, zile vitu wanafanya premeditated murder. Unakuta mwingine anafanya like kuembezzle funds. Like si tuko nao very empowered women, hata we don't expect wako wanafanya vitu zingine. Why are we using empowerment ikuwe kitu ya kutupeleka ndani? I'm talking to anyone who is empowered hapo. Empowerment is not si tool, it's not ni ticket we've been given to do anything we want. No, it's given to us to of positive impact hata kwa watoto wetu, to raise as role models. We give them a good model. Wako wanajua I want to be like mom, I want to be like my mother. Unajua it's inakuwa tu natural mtoto kusema I want to be like my mother. Most of the time,
99% ya life ya mtu kwa amespend na the mother. Wenye wamelelewa na both parents, unakutaga ile time mob ya maisha yako you are with your mother. So you have to give your child ile nini, ile foundation, ile model mzuri, anaku emulate in everything he or she does. Anafikiria, hey, do I really have to do this? Does my mom do this? Unaona, it's inapiaga mtoto a good self esteem. The other point ni, aside from empowerment, parenting, tunaambiango there is a theory inaitago the psychoanalytic theory. Psychoanalytic theory. Inasemanga hivi, to understand criminality, lazima tuangalie the childhood development of an adult. To understand criminality, we look at the childhood development. Another sociological theory back that theory, back the psychoanalytic theory by saying a criminal is a person who has not developed beyond the pre-conventional stage. Kwa sababu, let me make you understand something here. And if there is someone who mwenye akona knowledge na hii kitu, achangie kwa the comment section aniambie if my way of thinking it's correct. Tuangalie mtoto akikua. When the childhood development, kuna kuagana stages 3. Inakuagana pre-conventional ambayo ndio the first stage. Alafu kuna the post-conventional ambayo ndio the middle stage. Alafu the last stage ni conventional stage. Pre-conventional, this child ni mdogo. This child anakuaga akifikiria the chances nikibai skari, nikibai 5 bob, nikibai 20 bob, what are the chances yangu kushikwa na mzazi wangu? What are the chances of I being caught and punished? Ndio unakutaga kana jaribu leo, kana lamba skari, kana nyamaza, kanaona kajashikwa. Kesho katakuja kalambe skari, kanyamaze, kaona kajashikwa. So as venye tu ana continue bila kushikwa, hata akishikwa apanishiwi, hivyo ndivyo huyo mtoto ana grow akijua it's normal to commit a sin, to commit any violation. But akifika the post-conventional stage, huyu mtu ni adolescent. Hapo anaanza kuonyesha the deviance, anaanza kuonyesha atakuwa anaweza anza kufanya anaweza ingia into criminality, like utakuta au watoto the spoiled, those watoto wenye huwa warekebishwe na wazazi. Ikifika hiyo time ya ako adolescent, ndio anaanza kupata ako into juvenile crimes, ameshikwa, amepelekwa juvenile institution. Huyo mtoto ashaanza kuonyesha develop beyond the pre-conventional stage. But huyo mtoto akipanishiwa, akifika the other stage, the post-conventional, alafu arudi incorporate na the religious studies kutoka shule and the routine ya shule, kila kitu, huyo mtoto huagana anakaa akijua it's bad to commit a sin. Like killing a person is a sin, stealing is a sin, so I must never commit that sin under any circumstance. So unakutaga huyo mtoto hata wahi jaribu kufanya sin, hata kikuwa mkubwa ako adopted to that lifestyle. Chances are very minimal ata divert. So akisha grow anaingia the conventional stage. The conventional stage, huyu ni adult, mtu anaweza exercise free will. Akontroliwi na any parent. So venye tu alikontroliwa, the effects za venye alikontroliwa huku, the conditioning, utaikuta alibeba akaipeleka kwa the conventional stage. Kama alikuwa na controliwa na the conditioning was very effective, utakuta akifika adult ata stick to the rule. But kama kulikuwa na any breakdown in the conditioning, utakuta huyu mtu atajaribu ku-exercise free will yake, na ataiharibia wapi? Ataanza kukaa akisema it's normal to steal. Naona pale kuna duka, hiyo duka imejaa vitu, si ndio? Ataona what are my chances ya kushikwa?
Nikienda kwa hiyo duka, benefits zitakuwa gani? Na nikishikwa, the cost ya kushikwa, ya kupata kwa hiyo nikishikwa nitapanishiwa aje? Na hata kama nitashikwa, kama sitashikwa na authority, nitashikwa na the society, the people in the society, watanipanishaje ama wataniview aje? So weigh the benefits, personal gains, weigh the cultural expectations and the societal expectations and the law. Kenya law ina dictate about that act yenye anataka kufanya. So akiona the pros are outweighing the cons, atafanya. Na akiona the cons zina outweigh the pros, atawacha. So ndio unakutaga tunasemanga how you raise your kid. Venye sisi tuliraiziwa like a woman, tukaonyeshwa a woman is supposed to be mtulivu, a woman anafaa akue, yeye ni peacemaker, yeye ndio the joy of the family, yeye ndio role model. Utaishi kukua hivyo. Uliconditioniwa when you are in the pre-conventional stage, but if you are not, uta go beyond the pre-conventional stage, uta undergo all the stages. So wewe utaishi kukua deviant. Your deviancy will lead to criminality. That's why unakuta wherever we stay at home, wherever we are at home with the kids, tunafaa tuna like hizi stories za kugombana wazazi, leave it alone. Usikubali mtoto wako one mkiwa in a physical altercation with your spouse. Wachana naye. Usikubali akulan like an aggressive mother. Usikubali akufanya the time. Kwanza as ladies, unajua sisi tunasema gaji, mtoto wa msichana anakaga karibu na mama, ndio anaonyeshwa how to take care of the husband, how to take care of a family, si ndio? Hiyo ndio kazi ya mtoto wa msichana karibu na mama. Sawa? Unakutaga like the time umeanza kuonyesha mtoto wako msichana aggression, yeye anajua like the husband lazima confront with the time there is an attackation, lazima ajidefend. Mtoto ataishi kujua hivyo. Sawa? Kama ni disrespect upeagi your husband in front of your ladies kids, waga wanabaki wakiwa, they'll never respect their husbands. So tunafaa tujaribu how we raise our kids. Usiangalie how the trend is. Raise your kids venye ungetaka kukua. The level of amani unajua, pia mtoto wako hiyo level ya amani. Muonyesha hiyo ndio standard, si ndio? Na the time ata grow up, hata akikutana na watu wenye hawana amani, ata feel fit, but akikuta bali kuna amani, atakuwa na fit. Alafu akikuta it's of a higher level, pia yeye anapandisha. Sawa. Anyway, tumeongelelea hiyo sana. Mi kitu nataka tu niwaambie, crime is not a good thing. Kwanza kwa women are not supposed to be engaged in crime. Ina demoralize, inakufanya you feel your esteem is so down. Awezi associate freely. Like me, kuna time you feel I don't fit. Nikikumbuka what took me to prison. Najua kuna wengine ameniambia niwape hiyo story, but I'll give you one day when niko tu sawa. You know, every day, kila time, kila season, mtu anaendanga na season, nitawapatia, but hatutaishi kwa hii video, hatutaishi kwa hii channel bila kuambiana tulikuwa wapi. So tusijudge watu. Don't judge anyone. Kila mtu akona zile vitu alipitia, na hizo vitu zina impact knowingly or unknowingly in their lives. Anyway, for the men in this video, amko excluded. So can you una watch up, relate to yourselves. I thought ninaweza ongelelea hiyo to women, alafu maybe next time tutaongelelea mambo ya next time tutaongelelea mambo ya punishment in prison na the food in prison. Hiyo nataka tuifanye practically kwanza, the food part. Sawa. Anyway, my new subscribers, welcome. My returning subscribers, thank you. Keep tuned. Na wacha tugroishane. Na wacheni niwaambie, crime si poa. Na kama you are a youth, you are watching me, crime si poa. Wachana na crime. Practice makes perfect. Start practicing obeying the laws. Any law, iko ya nyumbani, iko ya barabara, start practicing from now. Juu, it's not good. Sawa. Tuonane. Toodles, I'll miss you.